Ni TC ambayo mna shule za kwenye visiwa, lazima muvuke. Muna maeneo ambayo tunaita tengefu, asilimia kubwa yako huku, ambapo kufikia kwake inakuwa ni shida, lakini muna skuli nyingi na muna wanafunzi wengi, ambapo it is obvious. Ukiangalia mpaka nilikuwa nashangaa, stafu wote ni 16 lakini washauri ni 7. Yaani staff wengine ni wengi kuliko ni hao core function wa chuo kikuu, kitu ambacho idara ya elimu ya mafunzo inabidi tuiangalie. Yaani anayeshughulikia watendaji ni wengi kuliko ni wale wanao watendaji wenyewe, wakati demand ipo na kubwa ambayo inahitajika kwa ajili ya hili la kwetu idara ya mafunzo ya walimu. Mimi naomba idara ya mafunzo kujifunze sana kwa mkaguzi. Mkaguzi anajua idadi halisi ya wakaguzi wake wanaohitajika kwenye mkoa na hawapiti, yani anakuletea within the time. Mheshimiwa huyu anastaafu, teua. Mheshimiwa huyu kamaliza muda wake, rejesha. Mheshimiwa huyu hatufai. Kwa hiyo hukuti kuna gap. Yani ukienda mkaguzi kwenye mikoa, wilaya, wakaguzi complete set wako. Pamoja na changamoto hii, kwa hiyo na hawa washauri, yani si hiari kuwepo kwao, kwa sababu kama ambavyo wamesema, wana kazi ya kwenda kuwashauri, ya kuwasimamia, na kama ilivyo fani ya ualimu, mwalimu kila siku anahitaji msasa. Kwa hiyo ikiwa hakuna mtu wa kumpiga msasa, mbali na zile training wanazopewa za kwenye vituo, lakini kule kwenye kazi yao, na hiyo ndio profession ya teaching. Tunapozungumzia teacher profession development ni constant coaching and mentoring. Kwa hiyo hii ikikosekana, tusitarajie walimu wafanye vizuri, tusitarajie wanafunzi kufanya vizuri, kwa sababu coach, walimu ni kama timu ya mpira uwanjani. Sasa timu ya mpira itacheza vizuri kama hakuna coach kuelekeza? Hawa ndo makocha, lazima wawepo kwenye kila kituo, lazima. Pamoja na kwa tuna uhaba huko walimu, tuna uhaba, lakini hawa walioko nao ufanisi wao, hawa ni sehemu muhimu sana. Kwa nilipoiona hii namba nikasema hapa kwa kweli, yani nyinyi TC ya Mbizingani na Mitulaya kwa uhaba katika TC zote ambazo mmepita mnaongoza. Kwa sababu Mitulaya they have the same crisis kama ambavyo mko na mnyie. Washauri wengi hawana. Kwa hiyo hili nataka niwaahidi tumelichukua na tutahakikisha kuwa tunawatafuta hata kama ni wako wazima ili waweze kusaidia. Maana yake hapa nilipopewa idadi ya walimu 1248 kwa watu 7, literally kuna walimu hawaulizwi kala wala kalamu. Wapiga ngoma watakao, wanacheza watakao wenyewe wanapojisikia. Hii ni hatari. Tunapozungumza quality education, inaanza na sisi watendaji kwanza, mbali na miundombinu ambayo tunafanya. Weka miundombinu utakayoweka, weka vitendea kazi utakapoweka. Ikiwa mwalimu havifanyii kama vinavyohitajika, wakati sasa mzee. Kwa hiyo kuwepo kwa mshauri ambaye ni mweledi, mwenye uzoefu wa kumwezesha ule mwalimu ni kitu muhimu sana sana kwa ajili ya maslahi mapana ya profession yetu hii. Kwa hiyo nimesikia haya mambo ambayo umeyazungumza, na nataka niwaambie tumekuja kusikiliza wakati tukiwa tuna mipango kabambe. Kama ambavyo mmefahamu, kama serikali imeshaelekeza Wizara ya Elimu kufanya mageuzi ya kimuundo, ya kimifumo, ya kiutendaji na ya kila kitu. Tangu 2023 serikali ilipokubali mapendekezo hayo ya maeneo 8 kwenye wizara yetu yafanywe mageuzi. Eneo moja ni katika mafunzo ya walimu, eneo jingine ni la kimuundo, nyingine ni digitalization, nyingine ni miundombinu yetu lazima ibadilike. Sasa tangu tuanze 2023 kwa kiasi kikubwa wizara tumejikita sana kwanza huko end user ambao ni wanafunzi, hali yao taabani na wamahututi. Wanafunzi ni wengi, madarasani hakufundishiki. Kwa hiyo hata yule mwalimu ukimfanyia ushauri kama darasani hakufundishiki, hawezi kufanya lolote. Na ndio maana serikali imekuwa ikichukua jitihada, inajenga non-stop kuhakikisha wanafunzi angalau wanafundishika ndani ya madarasa. Hatujafikia pazuri, lakini tulipo ishara zinaonekana. Kwa sekondari tumeshafika 80% ya kuondoa wanafunzi kwenye mikondo miwili ili waingie mkondo mmoja.
na kwa msingi tumefikia 70%, bado 30%. Maandalizi ya 100% wote wanaingia mkondo mmoja. Nia yetu ngazi zote waingie mkondo mmoja, ili na sisi washauri waalimu kazi yetu ndio tunaifanya kwenye muda mahsusi. Tunajua kwa sababu maana yake hapa, ikiwa shule inaingia jioni, wewe mshauri ufuate yule jioni, ikiwa inaingia asubuhi umfuate asubuhi. Lakini ikiwa sote tunaingia asubuhi, maana yake hata idadi ya washauri lazima iwepo ya kutosha according to your workload guideline. Na hii lazima idara ya mafunzo ya walimu isimamie workload za wakaguzi, iwe zinatuongoza katika kutafuta washauri. Kila mshauri kuna workload limit, asipungue hii, asizidi hii. Ile ndio itatoa guideline pahali tuna uhaba au hatuna uhaba. Kwa hiyo hivi ambavyo mmeongea, kama ambavyo mmesema, taarifa iliyotolewa hapa, Chemistry na Biology hawapo, Physics hawapo,